Naam, karibu tukupitishe kunako taarifa mbalimbali za kimichezo. Na tutaanza na taarifa za kitaifa. Kikosi cha timu ya wananchi Yanga Sports Club kimerejea jijini Dar es Salaam hii leo mchana kikitokea mkoani Lindi, ambapo walicheza mchezo wa ligi kuu ya NBC hapo jana Jumapili Februari 22 dhidi ya Namungo, mchezo ambao Young Africa waliibuka na ushindi wa goli 1-0. Mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa kikosi hicho, Ali Shabani Kamwe, amesema ratiba ya kikosi hicho baada ya kurejea Dar es Salaam ni wachezaji kupumzika hii leo na hapo kesho watarejea tena mazoezini tayari kwa michezo miwili ya ligi kuu inayofuata dhidi ya JKT Tanzania, mchezo utakaochezwa Jumatano Februari 25 na ule wa dabi dhidi ya Simba utakaochezwa Machi mosi 2026. Pia amewaomba mashabiki kuiunga mkono timu yao nyakati hizi, sababu hizi ndo aina ya mechi ambazo huwa zinaifanya timu ishinde ubingwa, hivyo wajitokeze kwa wingi kwenye michezo miwili ya nyumbani inayofuata. Na ratiba leo players watakwenda kupumzika. Kesho itakuwa ni siku pekee na siku ya mwisho ya maandalizi yetu kuelekea mechi dhidi ya JKT Tanzania. Mechi itapigwa pale KMC Complex majira ya saa 10 kamili jioni. La kwanza ni kuwaomba wanachama, washabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, hizi ndio nyakati ambazo tunatafuta ubingwa. Ubingwa hautafuti kwenye mechi ya mwisho ya msimu. Nyakati hizi ndio nyakati za kutafuta ubingwa, na sisi wanachama, mashabiki tunaotafuta ubingwa kwa kusimama na timu yetu. Mizengwe iko mwingi hapa inapigwa, mambo ni mengi, lakini tusipoteze focus. Hizi mechi tatu kama nilivyotangulia kuwaeleza awali ni mechi tatu ngumu ambazo tunatakiwa tuziingie kwa tahadhari kubwa, tuziingie kwa akili kubwa kulikweli. Kwa hiyo niwaombe siku ya Jumatano saa 10 kamili tujitokeze kwa wingi KMC Complex, tuje tuisupport timu yetu, tupambanie tatu nyingine muhimu kabla ya kuelekea New Amani Complex kwenye dabi ya Kariakoo. Yanga wanakwenda kwenye michezo hii miwili dhidi ya JKT Tanzania na Simba Sports Club wakiwa kwenye shinikizo kubwa kutoka kwa mashabiki na wadau ambao wamekuwa wakikosoa kiwango cha uchezaji wa timu hiyo kwa sasa chini ya kocha Pedro Goncalves. Mchezo dhidi ya JKT Tanzania utakuwa ni mchezo wa 10 wa ligi kuu kwa Yanga, na mpaka sasa kwenye michezo 9 wamekusanya alama 25 wakiwa wameshinda michezo 8 wakitoka sare mchezo mmoja, huku wakishika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi. Na kocha wa Simba Steve Barker amesema hakuna mchezo mwepesi ligi kuu, na baada ya ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya Tanzania Prisons katika mchezo wa ligi kuu uliochezwa hapo jana usiku, kwa sasa wanajipanga zaidi kuelekea kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo utakaochezwa kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma siku ya Jumatano. Kocha Steve Barker amesema kuwa ni jambo zuri watacheza tena kwenye uwanja wa Jamhuri, na wanachokihitaji zaidi kwa sasa ni kuwa na utulivu na utimamu kiakili ili kuhakikisha wanacheza kwa kiwango bora siku ya Jumatano, wakiwa wanaangazia zaidi kuelekea katika mchezo wa dabi dhidi ya Yanga siku ya Jumamosi. Got to enjoy a little bit the moment for tonight, the win. Ni vizuri tunacheza tena kwenye uwanja huu ndani ya siku 2 tofauti kati ya siku 3. Kwa mara nyingine, si mchezo mwepesi. Hakuna mchezo ambao ni mwepesi. Tunapaswa kuwa watulivu na kuwa imara kiakili. Ni muhimu kwetu kuonesha kiwango kizuri kwenye mchezo wa Jumatano, na matumaini tutapata alama 3 na hapo tutageukia mchezo wa dabi. And then we can look forward to the derby. Ushindi dhidi ya Tanzania Prisons hapo jana usiku unaifanya Simba Sports Club iwe michezo 6 mfululizo kwenye michuano yote bila kupoteza, wakiwa wameshinda michezo 4 na wakitoka sare michezo 2. Kwenye ligi mpaka sasa Simba imecheza michezo 9, ikishinda michezo 7, sare mchezo 1 na kupoteza mchezo 1, huku wakishika nafasi ya 4 wakiwa na alama 22. Na kuna kwa habari za kimataifa. Ligi kuu soka nchini Uingereza EPL inaendelea hii leo usiku kwa mchezo mmoja ambao utakamilisha michezo ya raundi ya 27. Mchezo huu wa Monday Night Football utachezwa kuanzia majira ya saa 5 kamili usiku, ambapo Everton watakuwa wenyeji wa Manchester United katika dimba la Hill Dixon. Na hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa Manchester United wanacheza kwenye uwanja mpya wa Everton kwenye mchezo wa raundi ya kwanza katika dimba la Old Trafford. Everton walishinda kwa bao 1-0 dhidi ya Manchester United licha ya Everton kucheza
alicheza pungufu kwa dakika 75 ya mchezo huo. Mchezo huu ni muhimu kwa Manchester United katika harakati za kuwania kumaliza kwenye nafasi za 4 ya top 4. Ushindi dhidi ya Everton hii leo usiku utaifanya Manchester United ipande mpaka nafasi ya 4 kutoka nafasi ya 5 na kuishusha Chelsea ambao wana alama 45 sawa na alama walizonazo Man United. Hivyo mchezo wa usiku hii leo una umuhimu mkubwa kwa Manchester United kwenye mbio za top 4. Na kampeni zimeanza ndani ya FC Barcelona kuelekea uchaguzi mkuu wa klabu hiyo, huku wagombea wakitoa maono yao kwa klabu. Xavi Villajoana ameahidi kuipa kipaumbele La Masia kama kiini cha utambulisho wa FC Barcelona, lakini pia amesisitiza umuhimu wa kusajili wachezaji wa kiwango cha juu, na aliambatanisha picha ya Harry Kane kuonesha dhamira yake ya kujenga timu ya ushindi. Hatua hiyo ilichochea uvumi kuwa Harry Kane anaweza kujiunga na FC Barcelona msimu ujao, ingawa na mkataba na Bayern Munich hadi 2027 na bado hajaongeza mkataba mpya, lakini amekuwa akihusishwa na FC Barcelona. Harry Kane alikanusha taarifa hizo akisema hajapokea taarifa yoyote kuhusu ofa ya FC Barcelona, na ameeleza kuwa kwa sasa anaangazia zaidi majukumu yake ndani ya Bayern, ambapo tayari amefunga magoli 43 katika mechi 36 msimu huu, na akisisitiza kuwa ana furaha, anataka kumaliza msimu akiwa makini na timu yake ya sasa. Mimi ni Brain Mpogole wa EA TV.